Kwa majina naitwa Emmanuel Kweka, kitaaluma ni mhasibu na msimamizi wa fedha, na kwa sasa ni business analyst. Nimekuwa nikifanya biashara, ila pia nikifundisha masuala ya biashara, na nimeifanya practically. Kuna watu ambao wanafundisha biashara ila wao hawafanyi biashara. Kwa mimi ninafundisha biashara na nafanya biashara. Kwa kitu ambacho tutakwenda kujifunza siku hii ya leo, tutakwenda kujifunza kitu ambacho kiko practically, ambacho mimi binafsi nakifanya na kimeweza kubadilisha maisha yangu katika asilimia kubwa sana. Nadhani ni wakati mwafaka kabisa wa kuweza kusikiliza kwa makini. Ondoa distractions zozote karibu yako. Kama unaona kuna kitu kitakuondolea concentration, basi kaa nacho mbali. Kama una point ya kunote, una notebook, una kalamu, kaa navyo karibu kwa yale ya msingi ambayo yatakufaa kuweza kuyanoti siku hii ya leo, ili iweze kuwa siku yako nzuri, iweze kuwa usiku wako mwanana kabisa wa kwenda kubadilisha maisha yako. Lazima uweke akili yako kuwa very positive katika kujifunza na kuweza kusikiliza kwa makini kabisa. Nitakuwa na mwenzangu, siko peke yangu, nitakuwa na mwenzangu anaitwa Zainabu Majinji. Yeye utapata nafasi ya kumsikia pia wakati wake utapofika. Kwa nitaanza kwa session yangu ya kwanza na kwenda kutoa mambo mbalimbali ambayo tunatakiwa tuweze kuyasikia siku hii ya leo. Kwa naweka mitambo sawa hapa, tuanze na swala hili. Katika maisha kila mmoja anatamani sana kufanikiwa, ana ndoto zake kubwa, ana vitu anataka kuvifanya. Lakini hivyo vitu vyote vimebebwa na kitu kinaitwa muda. Ili tuweze kufanikisha yote ambayo tunayafanya, kuna kitu kinaitwa muda ambao ndiyo kinabeba haya yote. Sasa muda unaweza ukautumia vipi? Kuna bwana mmoja anaitwa Brian Tracy alisema muda ni sawa na fedha. Unaweza ukaiinvesti, maana yake ukaiwekeza, au ukaipoteza. Kwa hiyo tukiangalia hapa, mimi na wewe leo hii tunatumia muda wetu vipi na kwa namna gani? Fikiria labda kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni uko very occupied, hauna nafasi, umetingwa na mambo. Lakini kutoka saa 12 hiyo jioni mpaka saa 4 usiku huo unafanya vitu gani? Ni masaa 4 tu, lakini huo unafanya vitu gani? Kuna watu ambao muda huu ndio muda wa kuangalia TV, ndio muda wa kupita mitandaoni, Facebook, wengine kusoma magazeti, kupiga story, kupitia peji za udaku, wengine michezo, wengine kwenda baa. Kwa vitu vyote hivyo tunavyovifanya kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku tunaweza tukaita ni niga. Maana yake ni kazi zisizo na tija, ni non income generating activities. Tunafanya shughuli ambazo hazituzalishii kipato. Sasa hayo ni masaa 4 ambayo yanapotea kila siku. Kwa masaa hayo 4 ambayo unayapoteza kila siku kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku, hebu twende kuyaona ndani ya wiki itakuwa ni masaa mangapi? Haya masaa 4 ndani ya wiki yatakuwa ni masaa 28. Na ndani ya mwezi mmoja utakuwa umepoteza siku 5 ambazo hauzalishi chochote. Katika hizi siku 5 unazipoteza ndani ya mwezi mmoja, kwa mwaka kuna miezi 12. Je, tuangalie kwa mwaka utakuwa umepoteza siku ngapi? Zitakuwa ni siku 60. Yaani tunachukua zile miezi 12, kama kila mwezi tunapoteza siku 5, tukizidisha tunapata 60. Kwa tunapoteza siku 60 ndani ya mwaka mmoja. Kwa hizo siku 60 ambazo tunazipoteza hapo ni miezi 2 ndani ya mwaka ambayo haituzalishii fedha. Je, kwa miaka 6 itakuwa ni nini? Ndani ya miaka 6, yale tu masaa kutoka saa 12 mpaka saa 4 usiku, ndani ya miaka 6 utakuwa umepoteza takribani mwaka mmoja ambao haujautumia kuzalisha chochote. Tukiendelea mbele, je, miaka 40? Watu wanasema life will start at 40. Je, ndani ya miaka 40 wewe utakuwa umepoteza muda gani? Utakuwa umepoteza miaka 6.6. Sasa nataka tuanze kudadavua kwa pamoja. Kama unaweza ukapoteza miaka 6.6 ndani ya miaka 40 kupitia tu yale masaa ya saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku, how if ukayatumia haya masaa kuinvest yakawa yanakuzalishia kipato? Ni muda ambao hauko kwenye shughuli zako ulizoajiriwa au unazozifanya nyingine. Lakini kutoka saa 12 mpaka saa 4 usiku ukaamua kuwekeza ka kitu ambacho katakuzalishia kidogo kidogo, hapo utakuwa umepata kiasi gani? Ni hela nyingi mno.
Na matajiri wengi wakubwa ambao tunawaona kwenye haya maisha ya sasa wameinvesti zaidi katika muda, wameduplicate muda wao na watu wengine kujizalishia vipato. Kwa kuna kitu kinaitwa leverage. Ili tuweze kufikia hiyo leverage kwenye haya maisha, ni lazima kuweza kujua tunaugawanya vipi muda wetu na watu wengine na kutengeneza kipato endelevu. Sasa nilisema somo la leo litadili namna gani mtu unaweza kutengeneza kipato endelevu ambacho kitaendelea kukua na utaweza ukalisisha vizazi hadi vizazi katika somo letu la jioni ya leo. Sasa tutajifunza kwa pamoja hapa aina mbalimbali za vipato na tuone ni kipato kipi na kwa namna ipi wewe binafsi inaweza kukufanya ukasonga mbele na ukaweza kufanikiwa kimaisha. Kipato cha kwanza ambacho wengi wanacho kinaitwa linear income. Waajiriwa wako kwenye kipato hichi, linear income. Linear income ni kipato ambacho kinaongezeka 2% mpaka 3%. Kipato hichi wakati kinaongezeka hivyo, pia gharama za maisha ziko juu ya kipato hicho. Chunguza hata ongezeko la mshahara kwa waajiriwa, alafu angalia ongezeko la gharama za maisha. Ongezeko la gharama za maisha linakuwa siku zote linakwenda juu zaidi ya ongezeko la kipato. Sasa hivi ndivyo grafu ambavyo ipo na ndivyo maisha yanavyokwenda. Ila tunaamini au tunajua iwe isiwe, iko siku huyu mtu atastopu kufanya hiyo shughuli anayoifanya. Aidha amezeeka, hana uwezo tena wa kufanya hiyo shughuli, aidha amestaafu, aidha amepata majanga ambayo yatamfanya ashindwe kufanya hiyo shughuli, ama amefukuzwa kazini. Hicho kipato kitastop. Wakati kipato kimestopu hapo, kipato kinaanza kushuka, lakini gharama za maisha hazimfati chini. Gharama za maisha zinazidi kwenda juu. Kwa kinachotokea ambacho wengi huwa hawakioni ni gepu la kwanza hapa. Gepu la kwanza ni wakati yuko kwenye ajira akiwa anaingiza kipato cha 2% hadi 3%, na wakati gharama za maisha ziko juu yake, wengi huwa hawafili ile gap kwa sababu kuna opportunity ya kukopa, kuna overtime, kuna vitu mbalimbali ambavyo vina boost kihela. Kwa hiyo alifili lile gap vizuri. Lakini once amesha stop kufanya ile shughuli na kipato kimedrop, gap linazidi kuongezeka. Sasa hapa fikiria ndo watoto wanaingia chuo kikuu, alafu na wewe huku ndo shughuli imekwisha, ndo umestaafu hapa au ndo umepata majanga. Kwa kipato kinahitajika zaidi kwa ajili ya kusaidia familia yako wakati wewe kipato chako ndo kimedondoka. Sasa watu wengi katika mazingira haya ndio wanaanza kupata stroke, wanapata pressure, kisukari na magonjwa mengine mengi. Ila research zinaonyesha watu wengi huwa wana survive miaka 3 hadi 5 ambao walikuwa wakitegemea tu njia moja ya mshahara. Baada ya kustaafu waga wana survive miaka 3 hadi 5. Ni research, sio maneno yangu. Research zinaonyesha hivyo. Na wengi huwa wanakufa. Kama alikuwa na njia nyinginezo kwa ana survive kutokana na njia zinginezo. Sasa leo hii nataka tujifunze kipato hichi ambacho kinaitwa passive au exponential. Kipato hichi ni kipato ambacho kinaanzia sifuri, kinaanzia chini. Na siri ya kipato hichi kinatengenezwa na wamiliki wa biashara kubwa na wawekezaji. Watu hawa ndio wanaotengeneza kipato cha namna hii. Je, inatokea nini akistopu kufanya anachokifanya? Leo hii akistopu kufanya anachokifanya, still kipato kinaendelea kwenda juu. Still kipato chake kinazidi kwenda juu, hakishuki chini, hakimfuati. Tukichukulia mfano, kuna watu ambao tunawafahamu wamiliki wa biashara kubwa na wawekezaji, leo hii hawapo tena, lakini still familia zao zinaendelea kupokea kile ambacho walikianzisha wao na maisha yanaendelea. Sasa twende, ni nini kinaweza kutufanya leo hii katika ulimwengu wa sasa tulionao kufika katika level ya kutengeneza passive income au exponential? Sasa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kukupeleka huko, ila mimi leo nataka nifundishe kitu kimoja ambacho ukifanyie kazi, kwa sababu hichi kitu hakibagui mtu yoyote. Mtu yoyote yule mwenye ufahamu wa kujua anataka kufanikiwa kwenye haya maisha na yuko tayari kupambana juu ya kufanikiwa kwenye haya maisha, akifanya hichi ninachokifundisha leo, lazima kitamfikisha kwenye mafanikio akifanya kwa ufasaha. Kuna kitu kinaitwa team marketing. Na by the way, team marketing ndiyo imekuwa biashara kubwa ya kisasa katika ulimwengu wa sasa tulionao wa information era. Zamani
biashara zilivuma nyingine nyingi kwa sababu tulikuwa industrial era, ila sasa hivi tuko information. Litatokea jambo Amerika, within seconds tayari tushafahamu Tanzania huku kwamba Amerika kumetokea nini. Kwa habari usambaa kupitia watu, kupitia mitandao kwa asilimia kubwa zaidi. Kwa wawekezaji wa sasa wameamua kuwekeza katika vitu ambavyo vitahusisha habari hizo kusambaa kupitia watu na kuwalipa hao watu. Sasa katika team marketing ambayo itaweza kukupa leo leverage kwa kuweza kuspare muda wako kidogo kugawanya na watu wengine na ukazalisha muda mrefu. Hebu fikiria una timu ya watu 50. Hao watu 50 kila mmoja ameweka masaa mawili. Utakuwa una masaa 100 yanayokuzalishia kipato. Kupitia wewe uliweka tu mawili. Hii ndiyo naongelea leverage. Sasa tutaielewa kiundani zaidi kadri tunavyoendelea. Ila ninavyoongelea leverage au team marketing hizi, kuna makampuni mengi duniani zaidi ya 5,000 yanafanya mfumo huu. Kibaya zaidi ni kwamba makampuni mengine ni ya kitapeli na wamekula hela za watu wengi. Hivyo inapelekea mtu ukimwambia kuhusiana na team marketing au biashara ya soko la mtandao, anaanza kuona na wewe kama ni tapeli, pasipo kuwa na uelewa mkubwa. Kwa pengine umewahi kusikia biashara za mitandaoni na wewe ukawa na akili ya kufikiria ni matapeli, ni waongo, wanaongeaga tu vya uongo. Embu anza kufuta kwanza hayo mawazo. Nipe muda mfupi wa kuweza kusikiliza kwa undani leo hii kutoka sehemu sahihi, alafu uone, je, team marketing inaweza kukutoa stage ipi na kukupeleka stage ipi. Katika makampuni yote hayo, mimi nitaongelea kampuni ambayo ni giant company na imeweza kunisaidia mimi, imeweza saidia watu wengi hapa Tanzania na nje ya Tanzania, ila pia ni kampuni ambayo imekubalika na vibali vyote kuoperate. Kwa haina kugushi mambo, ni kampuni ambayo imefata taratibu zote. Nitaongelea kampuni ya Forever Living Products ambapo ina offer opportunity kubwa sana. Kampuni hii imedumu zaidi ya miaka 45 mpaka sasa ikiweza kukua. Imeanzishwa Arizona, Scottsdale, Arizona, Marekani. Ni private owned na inajiendesha kwa pesa zake zenyewe, sio mikopo. Ila mpaka sasa naongea leo hii iko zaidi ya nchi 167 duniani. Ila kikubwa imebezi katika health and wellness sector. Hebu jitafakari hapa, anza kujiuliza. Leo hii kati ya afya na pesa ni kitu gani muhimu zaidi katika haya maisha yetu? Kila mmoja hapo huwa ana jibu lake. Na ukijifikiria kiundani zaidi utagundua kuwa afya ni muhimu zaidi. Ukijifikiria juu utaona tu ni pesa. Lakini hiyo sio sababu. Hata ukiona kwamba afya ni bora zaidi, hebu fikiria wewe kila siku ukiamka, huwa unafanya nini? Unafanya kuboresha afya yako au unafanya vitu vya kutafuta pesa kila siku inayoitwa leo ukiamka? Tunaangalia unachokisema hakiendani na unachokifanya. Kwa watu wengi tunasema tunapenda afya, watu wengi tunasema afya ni muhimu, lakini tunavyovifanya vinakuwa haviendani na afya, vinaharibu afya. Mtu yuko tayari asile, apitishe deshi kwa sababu anafanya kazi fulani, yuko busy, ni pesa anatafuta. Mwingine anaskipu milo hiyo, mwingine anashindwa kukunywa maji ya kutosha kwa sababu yuko busy na shughuli anayoifanya. Kwa kuna vitu tunavifanya kwenye maisha ambao vinakwenda kuumiza sana afya zetu tukiwa tunatafuta pesa. Na wakati tukiulizwa katika afya na pesa bora nini, tutasema bora afya. Sasa leo hii nataka tushare kwa pamoja katika kampuni hii ambayo itakusaidia kuijali afya yako katika ufasaha, ila pia kukupa kipato vizuri. Ila pia industry ambazo zinaingiza hela nyingi sahihi katika ulimwengu huu wa sasa ni industry ambayo imebezi na mambo ya afya na urembo. Of which kampuni yetu hii imebezi na mambo ya afya na urembo. Kwa hiyo ni kampuni ambayo imekuwa zaidi ya miaka 45 pasipo kudondoka. Kila siku ina grow. Je, kwa Tanzania iko namna gani? Ina zaidi ya miaka 15 Tanzania. Tunatoa mwongozo na mafunzo wa kuweza kuijenga biashara vizuri. Imeshashika nafasi ya 3 katika kulipa kodi Tanzania, kwa hiyo inalipa kodi. Imekubalika Tanzania cooperate, ila pia kizuri zaidi East Africa nzima biashara hii ipo. Tukiongelea Zambia, Burundi, Rwanda, Kenya na Uganda, kote biashara hii ipo.
Kwa unaweza kuijenga biashara yako katika bezi zote hizo. Ila pia kampuni hii iliamua kubezi na mmea wa aloe vera kama malighafi mama kwenye uzalishaji wa bidhaa zake. Wengi tunafahamu mmea wa aloe vera ulitumika kama tiba toka enzi na enzi za mababu zetu, ila ulipendwa sana na watu wengi na kuhitajika na watu wengi kwa sababu ulikuwa ukitumika katika sekta ya mambo ya urembo na ukitumika katika masuala ya afya. Aloe vera ina faida za nje na ndani ya mwili. Za nje inasaidia ngozi yako kuwa nyororo na kumwesha ngozi isiwe kavu. Ila ndani aloe vera inakusaidia mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula, inasaidia kuimarisha kinga ya mwili, kusaidia ufyonzwaji wa virutubisho wa chakula ambacho unakula kila siku, ila pia na kukupa nguvu, ujisikie uko vizuri zaidi. Uchovu na mambo mengine yanatoka. Tuna makundi mbalimbali ya bidhaa. Nitagusa tu kwa haraka then twende kwenye mfumo mzima. Tuna makundi ya bidhaa kadhaa. Hapa naomba niongelee bidhaa mojawapo, ili kopo la njano, pengine umewahi kuliona au haujawahi kuliona. Hii ni bidhaa yetu mojawapo ambayo inaongoza sana kwa mauzo na ni bidhaa ambayo imetengenezwa na aloe vera. Kazi yake kubwa inasaidia mfumo mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa leo hii kama unasumbuliwa na gesi, tumbo kujaa gesi, unasikia kiungulia, unasikia tumbo haliko sawa, unajifeel uncomfortable, ujue hapo kuna shida katika mfumo wako wa mmeng'enyo wa chakula. Na kikubwa zaidi ya 75% ya mifumo yetu ya miili inaanzia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ndiyo maana mtu ukiwa na njaa unakuwa na hasira. Chunguza hicho kitu. Mtu akiwa na njaa anakuwa na hasira. Kwa nini? Mood control inaanzia kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Kwa hiyo aloe vera gel ukiitumia itakwenda kusafisha sumu, itakwenda kukupa afya bora, itakwenda kufanya ufyonzwaji wa virutubisho vizuri mwilini na kuimarisha kinga yako. Kwa tayari utakuwa una garantia kuwa na afya bora kwa kupenda kuitumia hii bidhaa. Tukiongelea upande mwingine katika usafi binafsi, naamini kila mtu akiamka asubuhi huwa anaswaki. Swali kubwa linakuja, je, dawa gani ya meno unatumia? Forever ina dawa ya meno bora ambayo itang'arisha meno yako katika ufasaha na kutokuchubua na kuondoa lea ya juu ya meno, ila pia itakukinga na wadudu wabaya ambao wanaathiri meno yetu. Kufa ganzi, kutoboka meno na nini, vyote hivyo utavisikia kwa majirani. Ila kama tayari una changamoto ya kinywa, kwa kutumia hii bidhaa Forever Bright itakwenda kukusaidia kuweza kupata matokeo mazuri kabisa. Tunaendelea katika bidhaa, market range ni kubwa. Tuna bidhaa za urembo, tuna supplements mbalimbali ambazo watu wanaweza kutumia. Tuna Actic C, hapa nitaongelea Actic C, ni omega 3 na hii ni nzuri sana kutumia kwa wajawazito, wamama wajawazito kwa ajili ya uumbaji wa mtoto, brain ya mtoto, macho, ngozi. Ila pia sio tu wajawazito, mtu yoyote yule anafaa kutumia kwa sababu itampa omega 3 kwa wingi, ila pia itamsaidia mambo ya kumbukumbu. Kadri muda unavyozidi kwenda, watu kumbukumbu zinapotea. Actic C ni the best katika kurudisha kumbukumbu. Ila kikubwa inachofanya, inaondoa bad cholesterol na kufanya mzunguko wako wa damu uende vizuri. Kwa watu wenye pressure, huwa tunawashauri katika bidhaa wanazotumia pia na Actic C iwepo, kwa sababu inaenda kuondoa mafuta mabaya yaliyoganda kwenye mishipa ya damu. Ila pia tuna bidhaa za kupunguza uzito, weight management, na tuna bidhaa za kuongeza uzito kwa wale ambao wako underweight. Kwa tuna paki mbalimbali na zimeweza kugusa maisha ya maelfu ya watu kwa kutatua changamoto zao kupitia hizi bidhaa za kampuni hii. Kwa hiyo tuna watu baadhi ambao wameweza kupungua. Kuna huyu bwana anaitwa Itika, yuko Mbeya. Na muangalie hapo alivyokuwa na muonekano wake, alafu muangalie sasa hivi anavyoonekana na muonekano wake. Sasa huyu bwana aliweza kutumia paki yetu ya C9 ambayo ni program ya kudetox mwili na ikaweza kumpunguza na kumfanya kuwa hivi. Ukiangalia sasa hivi anaonekana vizuri zaidi kuliko alivyokuwa akionekana awali. Sasa ukiangalia namna gani tunaweza kutengeneza fedha katika hii kampuni. Unaweza kutengeneza fedha katika kushare ubora wa bidhaa na watu wengine, kana kwamba utapata wateja, watazinunua hizo bidhaa, kwa utapata profit. Ila pia unaweza kutengeneza pesa kwenye hii kampuni kwa kushare na watu kuhusiana na mfumo wa kampuni unavyofanya kazi, nao wakajiunga, mkajenga timu pamoja.
Kwa wewe utalipwa kwa yule mtu kujiunga, ila na yeye ataendelea kulipwa kwa jinsi timu inavyokuwa. Kwa nitaanza kuelezea upande mmoja mmoja. Tukiongelea kuhusu sales, biashara tulizozizoea zamani zilikuwa zikioperate kwenye mfumo wa namna hii. Anaanza mzalishaji, anakuja msambazaji, anakuja muuzaji wa jumla, anakuja mteja. Muuzaji wa rejareja, anakuja mteja. Sasa unakuta kitu kinatoka kwa mzalishaji kwa shilingi 200, lakini mteja unakuja kukinunua kwa shilingi 600. Kwa kuna 400 nzima unaipoteza hapo katikati. Hakuna namna, lazima uipoteze kwa sababu hawa wote ni wafanyabiashara. Kwa kila mmoja ataweka gharama za uendeshaji, ataweka na faida yake juu. Sasa mfumo huu sio mfumo rahisi kwa kila mtu kuweza kuufanya. Watu wengi wanafanya biashara hizi za kawaida, tradition business, lakini kinachowatenganisha kwenye hizo biashara, wengi wanashindwa kuzifanya kwa sababu zinahitaji mitaji mikubwa, zinahitaji usimamizi mkubwa, kwa ni expensive to run. Ila pia ni biashara ambazo ziko out of date katika mfumo wa usambazaji kwa dunia ya sasa hivi ambayo naongea sasa. Kwa miaka ya zamani ilikuwa inaenda vizuri, lakini kwa dunia tunaongea sasa inazidi kuwa out of date. New business model ambayo ni team marketing au network marketing model ni mfumo wa kisasa ambapo kampuni zimeingia ubia na watu binafsi kwa kuwasajili wao kuwa watumiaji wa bidhaa zake, kwa wana uhakika wa mteja. Ila cha pili, wanampa opportunity ya kushare na watu wengine ambao hao watu wengine wakipenda, basi wewe ndio utawapatia hizo bidhaa. Utapata access ya kuzichukua kwenye kampuni katika bei ya jumla na utapatia kwa bei ya rejareja. Ila cha pili, inakupa kushare na ndugu jamaa na marafiki, watu uliosoma nao, watu unaofanya kazi nao, watu mbalimbali. Katika kushare napo huko utatengeneza timu, utatengeneza wateja. Kwa huu mfumo umekuwa ni mfumo rahisi kwa kila mtu kuweza kuufanya. Unatumia word of mouth. Hauhitaji uanze kutafuta frame, hauhitaji uanze kuzunguka kutafuta vibali fulani vya kuanza kuifanya hii biashara. Kwa sababu biashara tayari ina vibali vyake, ni biashara maalum na imekubalika kwa nchi yetu. Kwa kushare tu na watu information utakwenda kutengeneza faida. Labda nikupe mfano. Jifikirie kwa mdada, haijawahi tokea siku moja umesuka vizuri, mwenzako akapenda akakuuliza umesuka saluni gani? Ama hizo rasta zinaitwa rasta gani? Ama umeshona nguo yako vizuri, akakuuliza ese fundi aliyekushonea hii nguo ni nani? Yuko wapi? Kama imewahi kutokea, je, ulimwambieje? Ulimwambia sitaki kukuambia au ulimtajia huyo fundi aliyekushonea? Kama ulimwambia, tayari umeshatumika kwa namna moja ama nyingine kutumia word of mouth kumuingizia yule fundi pesa. Kwa umeshafanyika kuwa biashara kwa mtu mwingine kupitia maneno yako. Kwa maana halisi ni kwamba umeshawahi kufanya advertisement kwa yule fundi wako anayekushonea nguo. Sasa si kitu kibaya, lakini hebu angalia yule ulioshare naye ataulizwa. Kwa kuna chain ya watu wengi wataambiana kuhusiana na hayo. Wote mnaenda kushona kwa yule fundi. How if fundi angekwambia, ukimwambia tu mtu mmoja hii nguo ni mimi nimekushonea, ukampa mawasiliano yangu akaja kushona kwangu, nitakupa shilingi 10,000. Hivi ungeambia watu wangapi wakashone kwa fundi huyo ulioshona nguo? Jibu tayari unalo. Unajua ni wengi ungewaambia kwa sababu unajua kuna 10,000. Sasa hicho ndicho huu mfumo unavyofanya kazi. Nimejaribu kutoa mfano kuweza kurahisisha namna ya kuelewa hapa. Sasa unaweza kujiuliza, mimi wateja wangu ni watu gani? Watatoka wapi? Wateja wako kila kona. Kuna watu unafahamu wanatamani kupungua uzito, watu wana mavitambi wanatamani kupungua. Kuna watu unaona wanahangaika kila siku na mavipodozi mbalimbali wanatamani kuwa na ngozi nzuri. Kuna watu unafahamu wanasumbuliwa na changamoto za afya. Kuna watu unafahamu wanapenda kuwa na familia nzuri yenye afya bora isiyo na changamoto. Kuna watu ambao wanatamani kuwa vizuri, look better. Sasa hao watu wote ni tayari kwako ni asset ya wateja, ambapo tutakufundisha ni namna gani utashare nao nini, utakwenda kuuza bidhaa kwao na utaingiza kipato. Sasa ni watu ambao unawafahamu, ni watu ambao unaweza kukutana nao moja kwa moja kwa uso ukaongea nao. Kuna njia inaitwa product launch, unaweza tukakufanyia launch kwa watu wako. Kuna njia ya vipeperushi, kuna njia ya webinar kama hivi ambavyo tunaongea sasa hivi. Kuna njia ya kutumia mitandao ya kijamii. Hizi zote ni njia
ambazo zinatumika kufanya hii biashara na watu wanatengeneza pesa. Sasa mimi nikwambie tu, potential ni kubwa mno katika ulimwengu wa sasa hivi, kwa sababu ukiangalia data, watu ambao wanatumia internet ni zaidi ya milioni 31. Watu wako huko mitandaoni. Yaani wanasema mtu kwa siku anaweza akashika simu yake hata mara 200. Akikaa free kidogo tu keshashika simu kaingia mtandaoni. Sasa huko mtandaoni huko kuna watu wengi, ambapo tutakuelekeza ni namna gani uposti nini na ufanye nini. Hao watu wanaoingia huko mitandaoni watakutafuta, utaingiza pesa. Nitoe tu mfano. Leo hii katika juisi yetu ambayo nimetoka kuielezea, aloe vera gel, ukiweza kuiuza moja, una uhakika wa kutengeneza faida ya shilingi 25,000. Jifikirie kwa mwezi ukawa umeuza hizi juisi 20 tu, kwa tayari una uhakika wa kuwa umeingiza 500,000 kupitia tu kushia hizi juisi tu. Sasa tuna bidhaa nyingi mno. Let's say tuangalie hii bedroom pack. Ukiweza kuuza hii bedroom pack, ni bidhaa ambazo zinahusiana na masuala ya uzazi kwa mwanaume. Ukiuza pack moja utatengeneza faida ya 120,000, hiyo pack ya bedroom pack. Ukiweza kuziuza 10, una 1,200,000. Hebu fikiria kuhusu C9. Unawafahamu vibonge wangapi? Unafahamu watu wangapi wanatamani kupungua? Unafahamu watu wangapi wanatamani kudetox miili yao? Ukiweza kuuza C9 moja utatengeneza faida ya 115,000. Hebu fikiria hao ifu ukaziuza tu 10 kwa mwezi, ni 1,150,000 umeingiza tayari. Sasa hapa nimekupa tu mfano kukuonyesha ni namna gani pesa ipo na namna gani utakwenda kutengeneza pesa. Sasa watu wanajiuliza namna gani wanaweza kumake money kwa kurecruit. Kampuni inakupa opportunity ya kushare na watu hii opportunity ambayo wewe umeipata. Kwa wewe kushare na watu, kampuni itakulipa kwa wao kujoin katika mfumo wako. Kwa ni mfumo ambao tutakufundisha kuufanya, utaufanya tukiwa tunakuongoza mpaka utakaposimama wewe kama wewe kuweza kufanya mwenyewe. Kushare, kutumia bidhaa, kushare ubora wa bidhaa, kushare na watu wengine ambao nao wanatamani kujikwamua kimaisha katika masuala mazima ya kipato. Ni mfumo ambao utakutengenezea kipato endelevu. Fikiria kwenye hii timu hapa, wewe uko juu hapo umeumwa. Je, hii timu yote imeumwa? Hapana. Kwa hiyo kuna kipato kitaendelea kuingia kwa sababu unapewa pasenti za kila kinachofanyika katika timu yako. Nilisema utajenga kipato endelevu. Kipato endelevu kivipi? Leo hii ukifa wewe, hii timu yako yote haijafa. Still inaendelea kufanya vitu na kampuni inaendelea kutambua umuhimu wako na kuendelea kukulipa wewe kipato ambacho kinazalishwa kutoka kwenye timu. Kwa ni biashara ambayo ni rahisi kurithika. Mimi naomba niwape mfano wa huyu bwana. Huyu bwana anaitwa Kazimir. Hii ndiyo nyumbani kwao alikotoka kwa mzazi wake. Na hii picha unayoiona hapa, alikuwa amekuja UDOM chuoni mwaka wa kwanza. Akiwa anapambana na haya maisha ya kusoma kama wengine ambavyo wengi tunaamini na tunafuatilia kuhusu kusoma, kupata elimu na kubadilisha maisha. Lakini kwa bahati mbaya zaidi, huyu bwana aliweza kupata changamoto za ada akiwa first year. Kwa maisha yake yaliishia hapo ya kusoma, katika swala la kusoma, kwa sababu ada ikupatikanika kuendelea na kusoma. Lakini bahati nzuri zaidi aliweza kusikia kuhusiana na hii biashara. Alichoamua yeye, aliamua kuifanyia kazi hii biashara. Kutoka ile nyumba uliyoiona mwanzoni hapo juu, aliweza kumjengea mama yake nyumba hii tunayoiona sasa. Hii ni nyumba moja, hapa nimeweka katika engo tofauti, engo ya mbele na ya nyuma. Kijana huyu ambaye alishindwa kusomeshwa kwa sababu ya ada, leo hii amemjengea mama yake nyumba, kamtoa kwenye ile nyumba pale, kamleta kwenye hii nyumba hapa. Hebu fikiria baraka ambazo unaweza kuzipata kutoka kwa mzazi kwa kufanya kitu kama hichi. Na leo hii muonekano wake ni huu hapa. Mimi nadhani ndio maana watu wakasema pesa ni sabuni ya roho. Sasa inatakatisha paka ngozi. Kiangalia picha ya pale nyuma na sasa anavyoonekana ni tofauti zaidi. Nimependa kuweka huu mfano hapa na tuone mifano ya watu wengine ambao tutakwenda kuwasikiliza na tuone namna gani hata wewe katika mazingira uliopo, haijalishi ni magumu au ni mazuri zaidi, hii biashara haiangalii wewe ni nani, umetoka wapi, ila inaangalia umeelewa nini na unafanya nini.
Kuna huyu bwana hapa anaitwa Itika, yuko Mbeya, nilimuonyesha kule akiwa kibonge. Hapa tunamuona kabla ya kwanza Forever alivyokuwa anaonekana hapa, muonekano wake, ila pia baada ya kuanza Forever mambo yalivyoanza kwenda akabadilika. Hii picha ya katikati kidogo akiwa na gari yake ya kwanza, lakini maisha yamezidi kunoga zaidi, muonekano wake umezidi kubadilika zaidi. Sasa hivi yuko na gari yake ya pili Toyota Crown. Kwa sasa hivi muonekano wake ni huu huku tunaouona mwishoni akiwa amevaa nguo nyeupe. Huyu ndo bwana Itika ambaye yuko Mbeya. Kama yeye ameweza, hata kila mtu anaweza. Sasa mimi nimlete tena huyu mtu hapa, anaitwa Zainab Majinji, na mtu huyu mimi sitamuongelea, nitahitaji yeye mwenyewe aweze kujiongelea kwa sababu tuko naye katika huu mkutano hapa. Naomba Zainab unmute mic yako uweze kutupa story yako ulivyokutana na Forever, na Forever imekusaidia nini mpaka sasa. Karibu sana Zainab. Asante kiongozi. Habarini za jioni. Nzuri. Okay. Naam, kwa majina naitwa Zainab Majinji kama nilivyotambulishwa hapo. Nimshukuru Mungu kwa kufika hapa, lakini pia kupata nafasi hii ya kushare machache kwenu. Kwenye Forever niko kwenye level ya supervisor. Namshukuru Mungu sana. Mimi nilikutana na kampuni ya Forever Living nikiwa katika harakati ya kutafuta afya. Wakati nakutana na hii kampuni, nilishirikishwa bidhaa ambazo zingeweza kunisaidia kutatua changamoto yangu. Wakati huo nilikuwa na changamoto ya saratani ya mfuko wa kizazi wa tabaka la ndani. Na hii changamoto ilinichukua takriban miaka 4 nikiwa nasumbuka na hili tatizo seriously. Na hii fursa ilikuja kwangu, ninasema kwamba ni kama the last chance, yani ni kitu ambacho kama nisingeweza kuitumia, kamba ilishakuwa, yani mimi nilikuwa ndani ya shimo. Kwa hiyo kama nisingeishikia hii kamba, basi inawezekana nisingeweza kuwa hai mpaka, yani 100% nisingekuwa hai. Miaka 2 ya mwanzo ya changamoto yangu nilitumia dawa serious asubuhi, mchana, jioni kila siku, mpaka hospitali wakaniambia kwamba nenda kapumzike kwanza, kwa sababu dawa zilikuwa kali na bado zilikuwa tatizo langu lilikuwa lionekani na zilikuwa hazishushi homa. Kwa hiyo tatizo bado lilikuwa linaongezeka. Baadaye wakaniambia nikatumia kwanza dawa za asili. Ndani ya miezi 6 nitumia dawa za asili, bado tena nikarudishwa tena nirudi tena hospitali. Hali ilikuwa inazidi kuwa sio mzuri. Baada ya mwaka mmoja wakaja kugundua kwamba changamoto ipo kwenye mfuko wa uzazi. Kwa hiyo wakawa wanafanya utaratibu wa kunipa huduma ambazo zitasaidia at least niweze kupata ujauzito, ili watakaponifanyia upasuaji wanaondoe na mfuko, lakini at least nimeshapata mtoto mwingine, maana na mtoto mmoja. Lakini zile harakati ziligonga ukuta baada ya kuona hali inazidi kuwa mbaya. Bado naendelea, yani hali inazidi kutojiweza. Ikaja kuonekana hapa solution ni kufanya upasuaji wa kuondoa mfuko wa uzazi. Hata hivyo harakati za kufanya upasuaji wa kuondoa mfuko wa uzazi nazo pia ziligonga ukuta siku ya mwisho kabisa. Yani ndio siku ambayo ameniandikia upasuaji, kwa hiyo siwezi kwenda kufanyia upasuaji bila kwanza kufanya checking ya mwisho. Ile checking ya mwisho ndio ambayo ilikuwa imeonyesha kwamba mfuko umeathirika sana. Yani kiasi kwamba kuna yani ule mfuko kama wakisema wautoe, hawatautoa kama ulivyo. Kwa hiyo tayari kuna ngozi, kuna upande mmoja ambao tayari umeshalika. Kwa hiyo wakasema tukimfanyia upasuaji tunaweza tukadhoofisha zaidi mishipa yake na kusababisha kifo. Yani hatuna uhakika kama huyo tukimfanyia upasuaji anaweza kuamka. Kwa hiyo ni bora tumuache akafe kidogo kidogo kuliko sisi tukiharakisha kifo chake. Nijaribu kuwaomba kama tutakapotokea itokee, lakini bado ilikuwa ni ngumu. Walisema kwamba hatuwezi kufanya kitu ambacho tunajua kitatokea. Kwa hiyo wakaniacha, ikabidi nirudi nyumbani, na wakanipa na maneno ya mwisho ya ni kama vile kuniliwaza kwamba wewe nenda, alafu sisi tutakuwa tunaangalia jinsi ya kukusaidia, then tunaweza tukakupigia simu tukufanya maamuzi yote ambayo tutaweza kuyafanya. Kwa hiyo nirudi nyumbani mwenyewe nikiwa na mategemeo kwamba muda wote naweza kunipigia simu, lakini ndugu na watu ambao walikuja kwa ajili ya walisindikiza kule hospitalini walishajua kama mimi wamesitisha upasuaji ni kwa sababu sina tena uwezo wa kuendelea kuishi.
Kwa hiyo wiki mbili mbele baada ya kurudi kule hospitali ndio nikaja nikakutanishwa na hizi bidhaa. Kwa mara ya kwanza haikuwa rahisi. Nilimwambia nenda, nimekuelewa, ngoja nishirikishe ndugu. Niliposhirikisha ndugu, sasa hivi watakuja watu wengi, lakini tatizo lako hili sio la kupona. Kwa hiyo ni kama vile wanakuja tu kutapeli hela, wataondoka. Kwa hiyo kitendo kile cha kusema kwa lako sio la kupona, pale mimi ndo nilifungua ufahamu wangu na kuona kumbe hawa wanaofia hela kuliko afya yangu, na tayari wameshajua kama mimi ni wakufa kesho kutwa. Kile kitu kilinifanya niamke na nichukue maamuzi ya haraka sana kutuma hela na ili niweze kuanza huduma. Nilifanya hivyo na ninamshukuru Mungu kwamba package nilipata, nikaanza kuzitumia. Ndani ya wiki moja, mbili, ya tatu package ziliisha. Lakini nilikuwa na uwezo wa kutoka nje na kutembea ukuta hadi ukuta, kitu ambacho nilikuwa siwezi kabisa. Baada ya kuisha zile dawa nikaagiza zingine. Kweli afya yangu ilizidi kuimarika. Siku hadi siku niliweza kutoka hatua nyingine kwenda kwenye hatua nyingine. Mpaka ilifika hatua nikaa naanza kuhudhuria kama kwenye kusanyiko wa watu, kwenye shughuli, kwenye misiba, kitu ambacho watu wakawa wananiona, wakawa wanashangaa. Wakanasema wewe ilikuwaje? Kwanza ulijuaje kama unaweza kupona? Yaani wewe yani hizo bidhaa wewe ulijuaje, kitu gani ambacho kilikusukuma wewe uweze kuchukua maamuzi ya kutumia hizo bidhaa? Yaani ni kama vile watu walishaamini kama mimi sio tena mtu wa kuhangaika na tiba, kwa sababu tatizo langu lishakuwa limeshafika hatua ya mwisho kabisa. Siku moja nikiwa nimefuatana na mama, mtu mmoja alimvuta mama pembeni akamuuliza, huyu ni Zai? Akamwambia ndio ni Zai. Yaani ina maana amepona, na mimi sina mapacha, na mimi sina mtu ambaye nimefanana naye. Kwa maana watu walikuwa hawaamini. Yaani kitendo cha kuniona mimi natembea, mtu akuamini kama mimi ni mtu ambaye tena naweza yaani ndio mimi yule Zai ambaye alinizoea. Lakini kiukweli mimi ndio yule na sikufufuka, bali tatizo langu niliweza kulimaliza kupitia hizi bidhaa. Lakini baada ya tu kuniona watu natembea, wakataka kujua nilifanya nini, na hapo ndipo walipohitaji na wao waweze kupata huduma. Nikamshirikisha kiongozi nipa hizi bidhaa, na yeye akasema kama kuna watu wanahitaji, kwa nini usiwe wewe ndio unawashughulikia wao? Mimi nisijui chochote. Kwa hiyo nilichokana kaambia mimi nikana nakifuata tu nakifanya. Kwa hiyo nikasema sawa. Walipokuwa tayari kutoa pesa, nikamwelekeza tayari hela ametoa. Akaniambia basi leta details zako tukusajili ili uweze kuwahudumia wewe. Mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Wa nne akaniambia sasa hivi ukipata mteja unaingiza faida. Kweli nikaanza kuona faida ambazo sikutegemea kama ningeweza kupata. Mimi natoka kitandani, sina chochote, sina msingi wowote, lakini nikaanza kutengeneza faida. 100,000, 200,000, 300,000 za pamoja nazitengeneza. Nikasema mbona kama hiki kitu ni kizuri? Baadaye inaonekana biashara kwangu inaenda vizuri, yani napata watu wengi. Akaniambia sasa hivi unatakiwa upate simu kubwa ili uweze kuconnect na watu ambao hauwajui. Nikaa nimefanya hivyo. Haikuwa rahisi kwa sababu nilikuwa hata hiyo simu siwezi kuitumia, lakini mimi nilikuwa naenda vile ambavyo nashauriwa, na kwa sababu nilikuwa naona kama hivi napitia mafunzo, naona watu wengine waliofanikiwa, nikawa nasema kama kuna wengine wamefanikiwa, basi naamini na mimi pia inawezekana. Kwa hiyo nilifanya hivyo na nikaanza kuweka mkakati. Wakati naumwa, wakati naingia changamoto ya tatizo ambayo nilikuwa nalo, mimi nilikuwa kwenye ndoto yangu. Nilikuwa kwenye ujenzi ambao nilishaweza kuijenga nyumba, na hii ni nyumba ya ndoto yangu kwa sababu ni nyumba ambayo nilisema hii nyumba nikimaliza ndio nyumba, yani ndio nyumba kwangu mimi. Ile nyumba nilianza kuifanyia mkakati kuanzia 2001. Na nilianza kutafuta kitu kimoja 2001 mpaka ilipofika 2008 nikaanza kuisimamisha chimba msingi na kuanza kupandisha. 2014 ndio niliweza kuimaliza, kuipigia bati. Kwa hiyo nilipomaliza tu kupigia bati na hali ya kiafya ikaanza kuwa sio nzuri. Kwa hiyo ikawa sijaendelea chochote. Kwa hiyo ile nyumba ilikuwa na milango tu wa mbele na wa nyuma. Sijaweka sakafu yoyote, yani sijachapia, sijaweka dirisha, sijaweka umeme, sijaweka maji. Kwa hiyo nilipoanza kutengeneza faida kwenye biashara yangu, nikaanza kuweka malengo sasa ya kufanya finishing nyumba yangu. Namshukuru Mungu, ndani ya mwaka mmoja niliweza kufanikisha lengo la kufanya finishing ya kibabe kwenye nyumba yangu. Niliweka tiles, yani kila kitu kinachoonekana hiki ndio nyumba nzuri hii, yani ule finishing ile ya kisasa. Niliweza kufanikiwa kila kitu, na kiukweli namshukuru Mungu kwamba ile sehemu akifika mtu kwa wakati ule ilikuwa anashangaa.
au tumepotea njia, yani hajui kabisa kama ile ndio nyumba ambayo mimi nilikuwa namiliki. Namshukuru Mungu. Lakini baada ya ile zoezi kumaliza, nikawa na kiu tena kwamba hii nyumba sasa ndio nimeipendezesha, mtu akifika nyumbani kwangu ana inspire na ananipongeza kwamba ana nyumba nzuri. Vipi sasa akisema tena nyumbani kwa mama, hali ikoje? Nikaanza kuumizwa na ile hali ya kwa mama. Nikamwambia kiongozi, mimi na ratiba ya kujenga mwaka huu ambayo ni mwaka jana. Akaniambia okay sawa. Nyumba ya gharama gani? Nikamwambia. Lakini kadri biashara yangu ilivyokaa inafunguka, yale malengo ambayo nilikuwa nayo yakawa sasa yanapanuka. Kiukweli ratiba, yani gharama ambayo nilipangilia nijengee nyumba mama ilikuwa tofauti. Mpaka sasa mwezi wa 3, mwezi wa Ramadhani, mama aliweza kuhamia kwenye nyumba yake ikiwa maliza kila kitu. Yani nimefanya finishing, nimevutia umeme, dirisha, kila kitu, milango, kila kitu, yani nyumba iko vizuri. Ni nyumba hasa miongoni mwa nyumba za kisasa pia. Kwa hiyo hata leo nikienda kwa mama najua nafika kwenye nyumba nzuri, nafanya kazi zangu vizuri, nitaongea na mtu vizuri, na hata kumkaribisha mtu kwangu mimi najisikia raha. Yani nasema nikisema hapa kwa mama kweli. Kwa hiyo mimi naishukuru sana Forever kwa sababu imenisaidia kwanza kuamsha kuniamsha tena kuwa hai, kwa kuweza kuimarisha afya yangu, lakini pia kuweza kuzitimiza ndoto zangu ambazo nilikuwa nazo. Sasa hivi napanga malengo mapya, yani ndoto ambazo sasa zitakuwa tofauti na zile ambazo nilikuwa nazo. Kwa hiyo mimi niseme kwamba kama mimi nimeweza kuanzia chini kabisa from zero na nikafika kwenye hatua ya kufanya vitu vikubwa ambavyo hata mtu akiniangalia hivi haamini kama nimefanya mimi, kwa hali ambayo nilikuwa nayo na kwa sasa hivi jinsi ambavyo naonekana, kiukweli ni kitu ambacho hata wowote yule anaweza. Kikubwa ni kung'ang'ania, kuendelea kuiatamia ndoto yako, kwa sababu hata mimi kuendelea kutafuta matibabu ni kwa sababu nilikuwa na ndoto na niliamini kuwa Mungu anaweza akaleta mabadiliko muda wowote. Kwa hiyo niliendelea kuishi ndoto yangu na niliona kwamba nina ndoto ambazo ninazo na sijatimiza. Kwa hiyo niliendelea kuamini kuwa naweza nikarudi tena kuwa katika afya nzuri na nikaweza kuwa na afya na nikaweza kutimiza zile ndoto zangu. Kwa hiyo hata kama wewe kuna chochote ambacho sasa hivi unakipitia, naamini ni swala la muda tu. Na namshukuru Mungu kwamba si tu nimefanikiwa kwenye swala zima la afya pamoja na mafanikio ambayo nimeyasema, lakini pia imenifanya niweze kujitambua, kwa sababu nimeweza kukutana na watu tofauti tofauti ambao wananifanya niweze kuona kwamba hata kama leo nina uwezo wa kuliwaza, yani kuweka lengo kubwa sana na nikalitimiza, kutokana na mvuto wa watu waliotangulia na namna ambavyo wanakuinspire, lakini pia wanakutia moyo na wanakuambia inawezekana. Kwa hiyo kiukweli najikuta kwamba niko sehemu salama, na naamini kwa mtu yoyote yule pale akiamua kukua anakuwa. Nashukuru sana kwa nafasi hii kiongozi, naomba nirejeshe kwako. Okay, asante sana Zainab, asante sana kwa story yako ambayo kwa kweli biashara hii imeweza kukutoa mbali mno, na kwa watu ambao wanafikiria kuhusu afya, Forever itakwenda kugusa afya. Kwa watu wanaofikiria kuhusu pesa, Forever itakwenda kugusa kuhusu pesa. Ila tujitafakari mimi na wewe ambao tunasikiliza hii meeting hapa. Uko na afya yenye ubora kiasi gani sasa? Lakini haitugarantii kesho na kesho kutwa afya yetu itakuwaje. Unaweza leo ukawa mzima, kesho ukawa unaumwa. Kama ilivyokuwa anaumwa huyu dada, leo hii ni mzima. Kwa anapomshukuru Mungu juu ya haya yote, anashukuru Mungu juu ya mtu pia aliyemwambia kuhusiana na bidhaa za Forever. Na mfikiria yule mtu aliyemwambia amegusa maisha yake katika upana upi. Kwa tuitafakari katika namna pana namna hiyo. Nashukuru sana Zainab na hongera mno, hongera sana kwa mafanikio yote ambayo umeyafanya baada ya kuona umeweza kuweka afya vizuri, umeifanya biashara, umeweza kujenga nyumba yako, umeweza kumjengea mama nyumba ambayo ni baraka tele umefanya. Hongera sana, hongera sana. Sasa tunaendelea na presentation yetu. Kuna huyu bwana ambaye anaitwa Emmanuel Kweka ambaye ndo niko hapa naongea saa hii. Mimi hii biashara nilianza nikiwa mwajiriwa. By that time nilikuwa natamani sana kuongeza kipato changu. Kwa nilikuwa nafikiria nifanye nini cha ziada ambacho kitakwenda kuniongezea kipato vizuri.
Kwa katika kufanya ya hapa na pale, niliamua kufungua biashara ya baba shop, ambapo ndani ya biashara ya baba shop niliweka masuala ya M-Pesa, Tigo Pesa na Airtel Money, na kipindi hicho zilikuwa zinalipa kweli kweli. Ila kipindi hicho pia biashara ya bodaboda ilikuwa ndio imeanza, nayo ilikuwa inalipa sana. Kwa nilivyokuwa na run hizo biashara, nikachukua na mkopo kwa ajili ya kuweza kukuza mtaji wangu vizuri, ili akija mteja anahitaji hela yoyote aweze kupatiwa. Biashara yangu kwa kweli ikasimama vizuri, ikaonekana kubwa. Kwenye bodaboda kunaingiza hela, kwenye mambo ya pesa zinaingiza hela, kwenye baba shop inaingiza hela. Nikaona sasa hapa maisha naenda kutoboa. Lakini kwa bahati mbaya zaidi, kama tunavyofahamu, biashara hizi zina changamoto nyingi. Niliweza kupata hasara kubwa sana kutokana na mtu ambaye nilikuwa nimemwamini kufanya naye biashara. Aliweza kunitapeli hela kubwa mno, akaondoka ofisini akatoroka nayo. Kwa hiyo kuja kumpata hana hizo hela na hawezi kulipa, ameshazitumia, katapeliwa alipoenda na yeye. Kwa hiyo biashara ikasheki kweli kweli, na kibaya zaidi nilikuwa na marejesho ya 347 kila Ijumaa, ambapo mimi mshahara wangu nikiugawanya kwa yale marejesho siwezi fanya chochote. Sasa kupitia hali hiyo ilinipa simanzi kubwa sana, ilinipa kukata tamaa, kuona kwamba nitafanyaje, na nilichukua mkopo katika taasisi binafsi ambayo nilichukua hati ya nyumba nyumbani, nikaenda kuweka bondi kuchukua huo mkopo. Kwa naanza kujiuliza sasa, msomi ambaye nimeaminika na familia kupewa hati ya nyumba nichukue mkopo, nataka nifanye ile nyumba iuzwe kwa sababu ya mkopo ambao nimechukua. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kitu tunaita debt rescheduling, na kuazima hela wewe unikopeshe, ukinikopesha wewe napeleka rejesho, ukinidai wewe na mkopa mwingine na kulipa wewe, nachukua kwa mwingine napeleka rejesho. Kwa hiyo nilikuwa nahamisha madeni, kwa lugha nzuri tunasema kuhamisha madeni. Unakopa huku unalipa huku, unakopa huku unalipa huku, hivyo ili mradi maisha yaende, kwa sababu mshahara wangu ulikuwa utoshei kuweza kulipa hayo marejesho ya kila Ijumaa. Katika kupambana kote huko, nashukuru Mungu, mmoja kati ya wateja ambao walikuwa wakija ofisini kwangu, kila akija akakuta sasa ofisi imefungwa, kanipigia simu akaambia, mdogo wangu, naona ushashiba hela sasa hivi, biashara ufanyi tena. Nikamwambia hapana, nimepata majanga ya kibiashara. Nikamweleza aliyotokea. Akaniambia, oh, pole sana, na najua unavyojisikia kwa kupitia hayo, lakini kuna tumaini bado lipo. Kuna kampuni moja ya Kimarekani ambayo inalipa vizuri mno, hebu fanya mpango uje tuonane tuzungumze. Kwa akili zangu zote nilifikiria ni ajira mpya hiyo nimeipata. Kwa nilitoka kwa spidi kweli kweli kwenda kuonana naye, nikiamini sasa napata shavu jingine la ajira ambayo itakuwa inalipa kuliko ajira yangu ya kwanza. Nashukuru Mungu kwa baada ya kutoka na kwenda kuonana naye, nilivyofika naongea naye, akanielewesha kuhusiana na hii biashara kama ambavyo naiongea hapa. Haikuwa rahisi kuipokea kirahisi, kwa sababu nilishaisikia toka nikiwa chuo, na perception yangu mimi nilikuwa nachukulia hii biashara labda ni ya kitapeli tu. Nilikuwa nafikiria hii biashara ili niifanye lazima labda niwe na connection ya watu wengi. Nilikuwa nafikiria hii biashara ili niifanye itanifanya mimi kuwa kama machinga hivi, niwe na begi nibebe mabidhaa nizunguke mtaani. Kwa nikaona mimi na usomi wangu siwezi kufanya. Lakini kwa kipindi hicho chenye magumu hayo alivyokuwa akiniambia, mimi nilikuwa sioni yote hayo. Mimi niliona nawezaje kutengeneza 600,000 kwenye hii biashara ili nikichanganya na mshahara wangu niweze kulipa marejesho ya kila Ijumaa. Nimependa baada ya kunifanyia presentation ya hii biashara, lakini changamoto ikarudi pale pale. Sina mtaji, nitaanzeje? Na marejesho ambayo nakopa huku na huku, biashara nitaifanyeje? Aliniuliza tu swali moja, unaanza lini biashara? Nikamwambia nimeipenda sana biashara, ila natamani nianze baada ya miezi 6 au 7 hivi. Mahesabu yangu kwamba miezi 6 au 7 ni mtu ambaye nitakuwa tayari nimeshamaliza kupambana na yale marejesho ya mkopo. Lakini akaniuliza, akaambia nikuulize kitu. Nikamwambia yes. Akaniambia, hivi kwa mfano daktari amekwambia kuna changamoto ya afya unaipitia, akakwambia inahitajika 500,000 ndani ya siku 3 tuweze kutatua hii changamoto yako. Usipoipata utakufa, ukiipata utakuwa maisha yako. Je, utaipata au utaikosa? Swali hilo lilinitafakarisha sana. Nikamwambia
nitaipata, kufa ni kitu kingine, mimi nitafanya juu chini, nitaipata tu hiyo hela niokoe maisha yangu. Afu baada ya kumjibu nikajikuta najicheka tena mwenyewe, kwa sababu niligundua kwamba nina uwezo wa kupata 500,000 ili niokoe maisha yangu. Aliniuliza swali akaniambia, shida sio pesa, shida ni sababu. Kwa nenda ukae utafakari, utafute sababu ambayo iko so strong kama kifo, utapata hela ya mtaji uanze hii biashara. Ila ukifikiria tu juu juu, utaona hii biashara inahitaji mtaji mkubwa na hutaweza kuifanya. Nilitoka na tafakari, najiuliza nafanyeje, ila nashukuru Mungu nilipambana nikapata mtaji, nikaanza biashara kwa kuungaunga. Nilivyoianza hii biashara sijui niongee na nani, sijui bidhaa nitapeleka wapi, sijui nitafanya nini. Lakini alinishika mkono na kunifundisha taratibu, huku akinisaidia kuwaelekeza watu wangu jinsi inavyotakiwa kufanya. Nashukuru Mungu ndani ya miezi mitatu biashara yangu ilianza kukua na nikatengeneza hiyo 600,000 plus kwa mwezi ndani ya mwezi wangu wa 3. Hiyo ikanipa imani kunionyesha kwamba kumbe hichi kitu kinawezekanika. Nikaongeza juhudi zaidi. Nakumbuka hii biashara ilianza kunipa hela ambazo nilikuwa sikopi tena watu kulipa marejesho. Nikawa napata hela kutokana na faida ya bidhaa ninazouza, napeleka marejesho pasipo kukopa watu. Ila ndani ya mwaka mmoja kwenye hii biashara nilipima nikakuta inaniingizia zaidi ya mara 2 hadi 3 ya mshahara wangu kazini. Nikasema hapana. Sasa kama inaniingizia hivi, na mimi maisha yangu yote nilikuwa natamani kuwa mfanyabiashara, sina mpango na ajira tena. Sisemi ajira ni mbaya, hapana, ila mimi binafsi niliona natamani kuwa mfanyabiashara kuliko kuwa mwajiriwa. Kwa hiyo niliamua kuandika barua ya kuacha kazi, na nilipompelekea bosi wangu alikaa na mimi kunifanyia counseling zaidi ya lisali zima, akiniuliza kwa nini nataka kuacha kazi. Anaona kama nimekosea. Alinishauri kama mtoto wake nisiache, lakini msimamo wangu nikasema sihitaji ajira. Nilivyotoka ndani ya ofisi ile akaniambia, nakupa mwezi mmoja. Ukiona mambo yanayumba rudi, sitapeleka barua yako head office. Lakini mwezi ukipita sitaweza kukutetea, usirudi tena. Nikamwambia asante. Nilivyotoka nikaanza kupambana na biashara moja kwa moja, kwa sababu najua sina tegemeo jingine la kuniingizia kipato zaidi ya hii biashara. Kwa kutokea 2014 nilianza kuifanya hii biashara full time. Nikiamka na ratiba zangu kuifanya hii biashara. Nashukuru Mungu hii biashara ilizidi kukua na kukua. Leo hii nikagusa maisha ya watu tofauti tofauti katika afya. Nimegusa maisha ya watu tofauti tofauti katika vipato. Kuna watu walikuwa wanapitia changamoto za kusomesha watoto wao shule, ada za shule ni changamoto. Nikawapa plan B ya hii biashara, wafanye hii biashara iweze kuwapa ada za watoto. Na leo hii wamefanya hicho kitu, wanasomesha watoto wao vizuri. Ila pia mimi binafsi biashara hii imenitoa wapi? Nilikuwa na ndoto ya kumiliki vitu vingi, ikiwemo na kumiliki gari BMW. Nakumbuka marafiki zangu wote niliokuwa nikipiga nao story, nikiwaambia nataka kumiliki BMW, wote walikuwa wakinicheka na kuniambia kwamba haiwezekaniki. Lakini kupitia hii biashara, baada ya kutimiza yale ya msingi na kufukia mashimo yote niliyokuwa nayo, niliweza kujiburudisha sasa, kutimiza haja ya moyo wangu, kumiliki BM ambayo mnaiona hapa. Lakini nilivyoimiliki hii BM, sikuishia hapo, nikaanza kuitazama katika mapana zaidi. Nikafikiria nianze kupata sasa safari za mimi na mke wangu. Kwa hiyo nimefanikiwa kuoa mke mmoja wa ndoa takatifu ya Kikristo na nina watoto 2 kwa sasa. Kwa hapa ilikuwa tuko safarini tukifanya ziara zetu za safari mbalimbali kuzunguka nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tukasimama mahali tukapiga picha kidogo. Kwa hiyo ikanifanya tuweze kufurahia pia maisha ya ndoa kupitia hii biashara ambayo inanipa pesa, inanipa usafiri na kunitimizia malengo yangu. Lakini nikaona tena plani nyingine hapa ndani. Kumbe naweza kuingiza pesa kupitia hili gari. Kwa hili gari mimi kila weekend huwa linakuwa busy sana. Kwa sababu maharusi wengi wanalikodi. Of which nikikodiwa kwenye maharusi wanachukua 300,000 mpaka 400,000 kwa siku kwenye harusi. Kwa hiyo inategemea na umbali tu hiyo harusi ruti zake zimekaaje. Sasa emfikiria kwa mfano ikiweza kuwa occupied mwezi mzima. Kwa hiyo ikienda kwa 300,000 tu kwa mwezi mzima, kuna 1,200,000 ambayo imeingia kupitia gari. Kwa hiyo imekuwa ni njia nyingine ya kipato. Forever inanipa kipato. Gari ambayo nililipata kupitia Forever linanipa kipato pia. Ila pia nikawaza mengine, nikasema ni vizuri kutengeneza vipato strong, vipato mbalimbali
katika maisha yangu nikiwa bado kijana niweze kupambana zaidi. Matamanio yangu makubwa nikifikisha miaka 45 huwe kuna mianya mingi ya kipato ambayo inaweza kunifanya hata nikitulia muda mrefu pesa zinaendelea kuingia tu. Nikafikiria katika viwanja mbalimbali ambavyo vipo na vimiliki, basi vipi nianze kuvifanyia nini? Nikafikiria swala la kuanza kufanya ujenzi wa apartments. Kwa hapa nilikuwa niko site nikiangalia mafundi wanachofanya na nikiwasaidia pia kuanza kugusagusa kidogo katika project za kufanya apartments. Hapa nyumba inaendelea kusogea. Hii ni apartment ambayo ina vyumba 6 ambacho kila chumba ni self contained. Mtu akiingia ndani anamaliza mambo yake mwenyewe humo ndani. Of which vyumba 6. Kwa hiyo utapata picha ni nyumba yenye ukubwa gani kwa kila chumba ikiwa ni self contained kwa vyumba 6. Lakini kupitia Forever nikaweza kufanya hii project, na sasa hivi ninavyoongea na wewe project hii imekwenda mbali mno. Sasa hivi tunavyoongea tunaona project iko hapa na tayari ishaingia watu. Yaani ilikuwa kabla hata sijamaliza kufanya finishing watu tayari washakuja wanataka kuingia. Kwa hiyo nikashindwa hata kuchukua video ya mwisho ikiwa imekamilika kabisa mpaka kuweka milango ya chooni na nini, ila aluminium zote zipo ndani, vitu mbalimbali ambavyo nimeshaviweka tayari. Sasa hivi inaingiza hela. Kwa hiyo imekuwa ni mkondo mwingine wa kipato. Sasa hebu jiulize hapo, ni yapi ambayo unatafakari au unatamani sana kuyamiliki kwenye haya maisha? Kupitia Forever unaweza ukaanza katika step hizo ambazo uko nazo, utashikwa mikono na kuongozwa na kwenda kukufanya ukatimiza malengo makubwa mno. Katika plot hii ya hapa ambayo kuna hii apartment, lengo langu ni kwamba baada ya muda kadhaa nijaze apartment za kutosha ambazo zitaweza kuniingizia zaidi ya milioni 5 kupanda. Sasa fikiria kukiwa kunaingiza zaidi ya milioni 5 katika plot hiyo, itakuwa ni ngapi? Mambo yatakuwa yanaendaje katika maisha na nikiwa bado kijana. Ila pia hawa ni watu ambao nawaheshimu sana, wamekuwa kama role model kwangu. Niliona wakifanya mambo makubwa kwenye hii biashara, ambao ni viongozi wangu Dorcas Mgoyo na mume wake Leonard Mgoyo wakiwa Arusha. Wameweza kujenga hili gorofa kwa pesa ya Forever. Kila kitu ni Forever. Mimi nikasema kama hawa wameweza, basi hata mimi naweza kufanya mengi kupitia Forever. Kwa hiyo inanitia moyo na kunifanya niendelee kupambana zaidi ili kutimiza malengo makubwa mno. Leo hii Forever inatoa incentives mbalimbali. Kwa kuna incentives za safari mbalimbali za kimataifa. Kuna incentives za gari ambao tunasema Forever to Drive. Kwa utakapoanza hii biashara utaelewa zaidi hizi incentives. Kampuni itakupa dola 400, 600 hadi 800 kwa miaka 3 mfululizo. Tofauti na hela ya kazi unayoifanya kila siku ya timu yako. Ila pia Forever inatoa safari kubwa 2 kila mwaka. Utalipiwa tiketi ya kwenda na kurudi, malazi, kila kitu utalipiwa. Hii yote ni kutupa motisha. Kwa hawa ni baadhi ya Watanzania wenzetu wakiwa wanasafiri dunia kwenda sehemu mbalimbali huko kutokana na kusafirishwa na kampuni ya Forever. Ila kikubwa zaidi ambacho kinanitamanisha zaidi, kampuni ya Forever kila mwishoni mwa mwaka wanatoa gawio la faida. Wanaangalia watu waliofanya biashara vizuri na kugawana nao faida. Kwa hiyo kwa wewe kufanya Forever ni sawa na wewe ni investor. Kwa sababu investor ndio wanapata gawio la faida. Kwa hiyo kupitia Forever na wewe ni mmoja wa mwekezaji. Utapata gawio la faida mwishoni mwa mwaka ukiifanya biashara yako vizuri. Nje na pesa ulizozipata kila siku. Sasa yote haya tuliyoyasikia, kuna kitu kimoja tu kila binadamu anakuwa nacho. Hichi kinaitwa uoga, fear. Hata upende vipi, utamani vipi kufanya hii biashara, kumbuka kuna kitu kinaitwa fear, kuna uoga, kuna vitu moyoni mwako. Hivi kweli mimi nitaweza? Hivi haya kweli jamani? Hivi inawezekana kweli? Uoga kila binadamu anayo. Sasa huu uoga uko wa aina mbili. Kuna uoga ambao ni tangible, unaonekanika au kushikika, na kuna uoga ambao ni mindset fear. Na research zinaonyesha uoga ambao unaua ndoto za watu wengi ni mindset fear na sio tangible. Kwa sababu tangible ni sawa na hapa panya anamuona paka, kwa anajua hapa kuna paka, atapita kwingine. Lakini katika mindset fear ni uoga ambao watu wengi unawadumaza pale walipo na kushindwa kufanya maamuzi wakiogopa kisichoogopeka au kutokea. Sasa
Huu uoga tunaweza kugawanya katika namna zifuatazo. Mindset fear. Unaweza ukaanza kufikiria hivi kweli mimi nitaweza kuongea na watu? Mimi siwezi. Mbona sina watu wa kuongea nao? Nitaongea na nani sasa? Marafiki zangu si watanicheka kweli mimi nikianza hii biashara? Hivi kama Forever imeanza muda wote huko, watu si wameshaisha, mimi nitamwambia nani? Nitamuuzia nani? Kwa haya yote unaojiuliza, huo ni uoga tu. Wapo watu wanaanza leo biashara na wanafanikiwa kweli kweli. Sasa ni namna gani ya kushinda uoga? Hakuna kufikiria kokote ambapo kunaweza kukufanya ukaushinda uoga. Uoga huo unaweza kuushinda kwa kuthubutu. Mimi nilishinda uoga kwa kuamua kutake action ya kuifanya hii biashara, na mengine yote yamebaki kuwa story. Kwa naamini hata wewe hapo leo hii ukitake action, sisi tutakushika mkono na kukuongoza kwenye hii biashara. Tutakusaidia ana kwa ana, tutakusaidia katika semina ndogo ndogo binafsi, tutakusaidia katika mikutano mikubwa, tutakusaidia videos mbalimbali ambazo unaweza kuzitumia kufundishia watu wako na online session mbalimbali. Mimi nikushukuru sana kwa wewe kuwa mwanzo mpaka mwisho wa presentation hii, na nikumalizie kwa mfano mmoja tu. Kuna bwana mmoja alikuwa ni msomi sana, akaenda kumtembelea anko wake kijijini. Alivyoenda kumtembelea anko wake, yule anko wake alikuwa ni muindaji. Akamwambia, ujue nyewe wasomi mnapataga hela kirahisi sana, twende nikakuonyeshe sisi wawindaji tunatesekaje kupata mawindo na kupata pesa. Basi akaondoka na yule anko wake, wakaenda polini kuwinda. Walipokuwa polini wakiwinda, ikaingia usiku, kwa wakafunga tenti wakalala huko polini. Walipofunga tenti wakalala, usiku wa manane yule anko ambaye ni muindaji akashtuka, akaangalia, akamwamsha yule anko wake ambaye msomi. Akamwambia, anko amka. Amka. Alivyoamka yule anko msomi akamwambia, angalia juu. Yule anko akaangalia juu, akamuuliza, unaona nini? Yule msomi akaanza kujibu sasa kutokana na usomi, ninaona nyota, naona mwezi. Akaulizwa, hivi inamaanisha nini hivyo unavyoviona? Akajibu, kiunajimu vinamaanisha 1 2 3. Inaonyesha kesho itakuwa ni siku nzuri mno, hakutakuwa na mvua, hali ya hewa itakuwa imetulia, kutakuwa na upepo kiasi. Akajibu majibu mengi ya kisomi. Akamuuliza, kwani wewe anko kuona nyota na mwezi inamaanisha nini? Unajua yule anko wake mwindaji alimjibuje? Alimwambia, tumeibiwa tenti. Najua hata wewe pengine ulikuwa hujanielewa vizuri bado. Walipolala walifunga tenti. Kwa hiyo ilikuwa ukiangalia juu lazima uone paa la tenti. Wanaangalia juu wanaona nyota na mwezi. Ni dhahiri kwamba wameibiwa tenti. Kwa nini nimekupa huu mfano? Kuna wakati elimu zetu zinatufanya tusione opportunity. Kuna wakati huwa tunadiskasi sana mambo kwa kina pasipo kufanya maamuzi. Alafu watu wale ambao sio wasomi sana wanaweza kufanya maamuzi ya vitu vya muhimu na vinawasaidia katika maisha yao. Leo hii nimekuonyesha mfumo wa biashara ambao mtu yeyote yule unaweza kumfanikisha akiufanya kwa ufasaha. Ondoka na neno moja tu, mwambie Mungu ambaye unamwamini wewe. Mwambie Mungu, naomba niwezeshe hii opportunity isinipite. Usilale bila kumtafuta aliyekualika kwenye hii event umeisikiliza. Mwambie chochote, umeisikiliza presentation, mwambie nifanyeje ili niweze kuanza hii biashara. Nawashukuruni sana kwa kunisikiliza. Asanteni.